Yesu aliye hai. Shangilia kidogo tena. Na Yesu aliye hai. Glory to Jesus. Mungu abariki waimbaji wote. Mungu abariki wanakwaya. Mungu abariki wakina mama. Mungu abariki na vijana. Mungu abariki mchungaji Kangarawe kwa kuandaa mkutano wa Injili. Maana kijiji kinachopata Injili ni kijiji kinachopata ukombozi. Kijiji kinachohubiriwa ni kijiji kinachonyanyuka. Unaenda kunyanyuka wiki hii kwa jina la Yesu aliye hai. Hata kama walikushusha, Yesu atakunyanyua na utanyanyuka. Hebu weka vigelegele kidogo kwa Yesu. Weka vigelegele kidogo na shangwe. Hallelujah. Glory to Jesus. Uko tayari tukaimba kidogo? Kuendelea kuifanya hii kazi ya Yesu. Hakuna kitu kinanipa afya kama kuendelea kuifanya hii kazi ya Jehova. Hallelujah. Uko tayari kwa maneno ya Bwana? Uko tayari kusikia kile Bwana anasema? Hallelujah. Unaweza kanipa nafasi kidogo ukasikia kile Mungu anasema jioni leo? Tunasoma kitabu cha Zaburi 46. Tanza na mstari wake wa kwanza. Niombe kuwa na utulivu kidogo. Mstari wake wa kwanza, Maandiko yanasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Nitarudia tena. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Inua mkono wako mmoja nikamshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, ni jioni tena ya baraka, ni jioni tena ya kuinuliwa katika mkutano mzuri huu. Naliacha kwenye neema yako, sema na watoto wako katika viwango watakuelewa zaidi ya vile mimi chapa nimekuelewa. Katika jina la Yesu ninaomba nikiamini, sema amen. Nimesoma maandiko mazuri sana ambayo kiyasikia yanainua moyo. Mwandishi anasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Sisi wakina nani? Wenda tuko hapa, mtu anajua sisi ni wa Kristo. Barikiwa sana baba. Wenda tuko hapa, mtu anajua sisi ni wabarikiwa. Wenda tuko hapa, mtu anajua sisi ni wana vipa imara. Tumepata vipa imara, ndio maana tunasema Yesu ni Bwana. Sisi ni wakina nani sisi? Kwa nini wasihubiri wengine? Kwa nini we kwetu Mungu ni kimbilio na nguvu? Kwa nini we kwetu ni wakina nani sisi? Tunatoka wapi? Tumezaliwa wapi? Kwa nini tunapoteza muda hapa kuhubiri habari za Yesu aliye hai? Sisi ni wasera nondo mwanangu. Haleluya. Unavyotuona hapa tumevaa suti, hatukuzaliwa kanisani mwanangu. Tumezaliwa kitaa, tumechoma ganja, tumeuza ganja, tumeuza msuba, tumeuza bangi na bangi yenyewe ikatujua. Tumefanya wizi na wizi ukatujua. Lakini siku moja tukakutana na mwanaume mmoja anaitwa Yesu Kristo. Yeye peke yake. Sisi ni wakina nani? Sisi ni watu tuliokataliwa. Hakuna mtu aliyetutaka, hakuna aliyetaka kutufahamu, hakuna aliyetaka tuoe kwenye familia yake, hakuna aliyetaka tuvaliane nguo. Na
yeye tumefanana naye. Hakuna aliyetaka. Hatukufaa kwa lolote, hatukuwa na faida ya chochote, lakini siku moja yuko mwana mmoja anaitwa Yesu, yeye peke yake ambao hatukufaa, leo ametufanya kufaa, ambao hatukustahili leo. Watoto wa Tangara, mnanielewa? Wangapi wananielewa? Usije ukashangaa suti ukaisi tumezaliwa na suti. Hapana mwanangu, hizi suti tumefundishwa kuvaa na maskofa. Tulikuwa tunapiga pensi tu, unapiga raba moja hapo imepanda juu, unatembea kama unapeperuka. Macho yameiza bangi ya Simba wanga, ukiangalia kwenye tambarele unahisi pana mashimo. Lakini leo tumevaa suti kulikuwa kina Mwigulu Nchemba, kwa sababu yuko mwanaume mmoja anaitwa Yesu. Ninampenda kuliko dunia, ninampenda kuliko chochote. Sijui kama unanielewa. Wangapi wanasema chapa tunakuelewa? Haleluya. Alitupenda tukapendeka, alituosha tukaosheka, alitusafishika tukasafishika, alituinua tukanyanyuka. Shangilia jina wanayepa. Haleluya. Nilikuwa na upili Arusha, na mmoja akasema warokore hao ni warokore wa shamba hao. Mwanangu, sisi sio wa shamba. Haleluya. Kama ni macheki bobu, sisi tulikuwa macheki bobu. Kama ni masista dua, hapa walikuwepo masista dua. Kama ni kucheza mziki, tulicheza break dance, tulicheza kwasa, tulicheza ndombora ya solo. Yani unacheza kama kiuno kinataka kuchomoka. Lakini tulikutana na mwanaume mmoja anaitwa Yesu. Yeye peke yake ni kimbilio. Haleluya. Haleluya. Kuna Wachaga wananielewa, kuna Wakinga wananielewa, kuna Wapare wananielewa, Wanyakyusa wangu mnanielewa. Yeye ni kimbilio. Hakuna kimbilio kwenye dunia hii zaidi ya yeye peke yake. Yeye ni kimbilio. Hata dunia ikukataa, yeye anayo mikono ya kukupokea. Mamangu alikuwa anaongea kwa lugha ya kwetu. Mamangu alikuwa anaongea, alikuwa anasema akufwira mujera umuhiji wako, akufwira mujera. Yani anasema uishi wako wewe utafia jera. Yani mama alikuwa ananiangalia, alafu anaona maiti yangu, atakutana nayo jera. Leo mama akifufuka atakufa tena, maana atamkuta aliyetegemea anafia jera amekutana na mikono iliyo salama ya Yesu aliye hai. Ni yeye peke yake. Ninashukuru, ninamhubiri nikiwa bado nina afya. Ninashukuru, ninamhubiri nikiwa bado handsome. Mwanangu, ni bado sijachoka, niko poa. Ninashukuru, ninamhubiri nikiwa bado nguvu zipo. Kuna watu hapa hawajanielewa. Hapa kuna watu hawajanielewa. Ninamhubiri nikiwa bado na afya. Na nilipiga bangi lakini sikuchoka. Na niliiba lakini hawakunikata mikono. Ninashukuru, ninamhubiri. Ayayaya. Ukisema vijana waokoke, mimi nitasimama mbele yako, nitasema vijana tunaokoka. Ukisema wasio wasomi waokoke, nitasimama mbele yako, nitasema mimi niliishia Wachaga lakini nilisoma nikafuata Yesu aliye hai. Yeye peke yake ni kimbilio. Ayayaya. Yeye peke yake ni kimbilio. Anaitwa Yesu, anaitwa Mwamba. Hafanani na wakufananishwa naye, halingani na wakulinganishwa naye, haonekani kama wanadamu wanavyoonekana. Yeye anaweza kuokoka nje tupa
akaniokota, nilivyoachwa akanikumbuka, nilivyosahaulika akaniinua. Anaitwa Yesu. Angalii kabila, angalii dini, yeye ni mwokozi, yeye anaokoa. Anasikia Kichaga, anasikia Kipare, anasikia Kichina, anasikia Kikorea, anasikia Kifaransa, bonjour, anasikia Kiingereza, hawaiu, anasikia Kinyakyusa, mwanamwonye paruonjo, anasikia yeye lugha soka, anasikia anaitwa Yesu. Yeye peke yake ni kimbilio. Yeye peke yake ni kimbilio. Maana ya kimbilio ni hifadhi. Wazungu wanasema he is our refuge, he is our fortress. Maana yake tumepata hifadhi. Moja nipondisha kidogo hapa. Maana ya kimbilio ni fortress au ni refuge. Refuge maana yake ni ngome au mwamba, mahali ambapo ukienda unaweza pata mahali pa kushikilia. Kwenye mitambo unanielewa? Yani haukuwa na mahali pa kushika, haukuwa na mahali pa kusaidika. Ukikimbilia kwake umepata hifadhi. Na hifadhi ya kawaida inakuwa hifadhi iliyoambatana na malisho yaliyo mema. Tunaposema kimbilio, tunamaanisha tumekimbilia mahali ambapo kuna malisho zaidi ya tulikotoka. Tumekimbilia mahali ambapo pana amani. Uko amani ya bangi. Ukipiga bangi leo, kesho zinaisha, unapiga tena. Ukipiga pombe leo, kesho inaisha, unapiga tena. Lakini amani ya Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Unaokoka leo, miaka 100 unacheka, hata upite kwenye majaribu, hata upite kwenye mapito. Kicheko chako hakikaushi na mapito, kwa sababu kwake kuna hifadhi yenye malisho. Watoto wa Kangarawe, mmekangarika. Wangapi wanasema tumekangarika? Kwa jina la Yesu, pokea hiyo neema. Utoke hapa umeyapata mafuta ya Yesu aliye hai. Ukifuta na mafuta ya Yesu aliye hai, dada yangu utaolewa. Hata huo mausi kama Azizi yanataolewa, kwa sababu kwenye mafuta kuna hifadhi iliyo bora. Ndio maana kwa Yesu kutuangalia utafikiri na miaka 29. Ukiniangalia kama na 29 mwanangu, na Mungu kanipa bonge la mwili mwanangu, niko poa. Yani sio mrefu, sio mfupi, sio handsome, niko fresh. Ukiniita msela ndakuuliza ulianza lini kuvuta bangi? Umeanza wakati wa Kikwete? Wewe sio msela. Wasela sisi mwanangu tumeanza kuvuta bangi wakati hakuna rizna. Siku hizi rizna mnanunua. Sisi bangi tulikuwa tuweki kwenye rizna mwanangu. Unachukua karatasi ya kaki, unaisokota mwanangu, moshi unatoka mzito. Yani ukiletewa chapati unapiga chapati 10 kwa kiungo 7. Kumbe peke yako unapiga bangi. Wewe unajipa msela mwanangu, unakula chips na tomato na mayai. Wewe sio msela bado, ni mtoto wa kitaa. Uko msela ng'ombe mwanangu, unapiga chapati 8 zinaenda huku zinaimba wewe. Lakini leo tumekutana na mwanaume mmoja anaitwa Yesu. Na yeye peke yake pale nyuma manielewa. Hapa manielewa hapa. Shangilia chini. Wale Yesu aliye hai. Yeye ni mafuta. Akitufuza
wa Jehova Shama. Ninauza jioni ya leo, ninauza wema. Mchepuko naweza kuchepuka, lakini ninauza wema wa Jehova Shama. Na yeye peke yake nikimbilia. Wamekimbilia ujinga unaondoka, wamekimbilia dhambi inaondoka, wamekimbilia vifungo vinaachia, wamekimbilia majini yanaondoka, wamekimbilia waliokutupa watakutafuta. Ninatabiri jioni ya leo, waliokutupa watakutafuta, waliokuacha watakutafuta, waliokutana mate watakuheshimu kwa jina la Yesu. Pokea hii neema, pokea hiki kibali cha Jehova Shama, pokea hii power, pokea kwa jina la Yesu. Hakuna wa kuzuia, wala jina lako halitazuia, wala elimu yako haitazuia, wala afya yako haitazuia, wala kuzaliwa kwako hakutazuia. Tumepunguka na wema wa Yesu. Nakumbuka siku moja niko na rafiki yangu John, nikaambia John, kesho ni Ijumaa, kama ijeleo Alhamisi, kesho Ijumaa, sisi lazima tuende disco tukacheza breakdance. Unacheza kama nyoka, ndio maana mimi siwezi kucheza kama wanakwaya. Nikarushe kichwa 1 4 6 7, siwezi ukahesabu 1 2 hata ufurahi wimbo, maana muda wote unawaza step, tunageuka au tunainuka, lakini sisi tulikuwa tunaselebuka. Wamama busapore, wamama agenere, oh my God, na unacheza uangali chochote ni umu haupewi ya panua. Nikasema John, hatuna hela, tumeliwa hela zote kwenye kamari. Haleluya. Tulikuwa nacheza kamari, wanaguruguru na mbali wanaweka bunanga. Haleluya. Uchila kamari ya karata, yako imelala, yangu imelala, yako imelala. Haleluya. Kuna watu tukishika maiki wanaifundizaliwa na malaika, ni watoto wa kitaa. Tumecheza makoko mwanangu, tumecheza kamari, lakini yuko mwanaume mmoja, wala sio dini, anaitwa Yesu. Yeye peke yake akikukamata umekamatika. Naiona hiyo neema jioni ya leo. Sijui kama wewe unaiona, sijui kama wewe unaisikia. Ipo hiyo neema ya Jehova Shama, akikuokota umeokoteka. Shangilia jina alenye pawa, jina anayefanya. Yeye peke yake ni wa mzima zaidi ya mzima, ni wa baraka zaidi ya baraka, ni wa neema zaidi ya neema. Sijui kama kuna waroho wamenielewa. Kama umenielewa, shangilia kidogo tu chini alenye pawa. Nikasema John, we kalale John, usiku nitakuamsha, kalale. Kesho lazima tuende disco. Hatuwezi sisi kutoenda disco, kwanza watageuka waangalie wale wasera vijana wako wapi. Kesho ndacheza hapa kama sikuwahi cheza kabisa. Kesho ndakuja na kibwebwe. Kesho fundi mitambo hapa watawaka, maana watu walikuwa wanatuachia uwanja. Tukiingia disco Kangaroo wanatuachia uwanja, tunaingia hapo vile utafikiri spoko za basketi inazunguka viko juu namna hiyo. Ndio maana sioni aibu kumhubiri Yesu. Yani nitamhubiri mchana, nitamhubiri asubuhi, nitamhubiri mbele ya wasera, nitamhubiri mbele ya mashosti, nitamhubiri Yesu aliye yeye peke yake. Nikimbilia, unaweza kimbilia baa ukatoka na ngeo, unaweza kimbilia umalaya ukaisha afya yako yote, lakini sio kwa Yesu. Utakimbilia umechoka, baada ya miezi miwili nywele zitaanza mashauri
na mchungaji ajaye kwa Yesu aliye hai. Huku hatuchoki, huku tunanyanyukia. Ndio sana. Haleluya. Huku hatupauki, huku tunanawirika. Sijui kama wana wa Galilaya wamenawirika. Pastor Kangara wanasema wamenawirika. Wako waliokuja wamechoshwa na mbele, leo wanaafya. Wako waliokuwa wamechoshwa na kaswende, leo wanaafya. Wakati wanakubaliana na chapa, pokea hiyo power kwa jina la Yesu. Barikiwa kwa damu ya Yesu. Wangapi wanasema kwa Yesu huko tunanyanyukiwa? Ndiko Wasera tuliponyanyukiwa. Tumejua na kufunga tai, tunajua na kuvaa suti na Kiingereza kidogo kapu. Sijui kama kuna Mnyakyusa ananielewa. Pokea hiyo neema kwa Yesu aliye hai. Huko hatupotei, huko tunarejea. Ubarikiwe sana mchungaji uliyeweka mkutano na waona waliopotea wanarejea. Maana ubatizo hauwezi rejesha mtu, komunio haiwezi rejesha mtu, misimamo ya dini haiwezi rejesha mtu, lakini injili ya Yesu aliye hai yenye upako na baraka inaweza acha kilichochafuka kikaoseka kwa jina la Yesu aliye hai. Ninakemea kila uchafu, waliokupaka uchafu, waliokutupia uchafu, ukuache kwa jina la Yesu aliye hai. Wewe ni kimbilio kwa jina la Yesu. Ukikimbilia kwake, wengine wakilia wautacheka, wengine wakishuka wautanyanyuka. Ukikimbilia kwake, wengine watatoka wautastaarabika. Sijui kama kuna mtu ananielewa hapa. Yesu peke yake, yeye ni kimbilio. Simama juu kwa miguu yako. Jamani, chakula kitamu. Ndio tumeishi hapa kwenye safari. Yeye ni kimbilio. Na hii ndio injili tuliyoileta hapa. Hatuna time na dini ya mtu. Tuna shida na maisha ya mtu. Niombe mlio pale, sogea kidogo. Hiki ndicho tulichokileta wiki hii. Amina. Nikuombe kesho usikose. Sijamalizia ushuhuda wangu. Roho Mtakatifu akinikumbusha kesho nitamalizia nini kilitokea. Simama juu kwa miguu yako, kama una miguu yote pale pale uliposimama. Tunakuwa macho yako, inamisha kichwa chako. Ninahubiri kwa nguvu, ninahubiri haraka kwa sababu niko barabarani. Nataka kila mtu anisikie kwa haraka. Nimesema Mungu kwetu ni kimbilio.
maficho. Yeye ni mfalme. Unafunika macho yako, unasoma mahubiri, na mimi leo nataka niyapate hayo maficho kwenye maisha yangu, niyapate hayo maficho kwenye maisha yangu. Mungu awe kimbilio langu, Mungu awe msaada wangu. Inua mkono wako mahali ulipo, nitaomba na wewe. Barikiwa na Bwana. Weka mkono mmoja juu na mwingine weka kwenye kifua. Hata kama uko mbali, uko nyumbani, unasoma mahubiri, na mimi nataka Mungu awe kimbilio langu. Nyosha mkono wako, weka mkono mwingine kwenye kifua. Sikiliza maombi haya. Baba, katika jina la Yesu, watoto wako wamenielewa, watoto wako wamenisikia. Hatakutaka nisimalize, lakini nilijua wamenielewa. Kwa kibali cha jina la Yesu, mikono yao imenyoshwa juu, ni ishara ya kusarenda kwako. Nimewasimulia nilikotoka, na kesho nitawasimulia tena, ili waelewe ya kwamba Bwana hauna ubaguzi. Nikuomba ulionyosha mkono, nikuomba ulionyosha mkono, fungua macho yako, nipe hatua mbili, sogea mbele tu hapo. Ulionyosha mkono, yes. Sogea mwanangu, barikiwa, sogea. Saidia, sogea. Sogea, sogea. 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 Kile ulichokisikia, wewe njoo, sijiulize mara mbili. Hata kama ni mgonjwa, Mungu amenipa neema. Magonjwa yako utayaacha hapa, shida yako utayaacha hapa, mateso yako utayaacha hapa. Wewe sogea, usijiulize, sogea. Kama uko ng'ambo ya barabara unasema mhubiri, nataka nivuke, njoo, sogea. Maombi yangu yana nguvu ya neema ya Yesu, hayawezi kukuacha. Sogea. Uliyekuja mbele, weka mikono kwenye kifua, weka kwenye kifua, weka kwenye kifua, weka kwenye kifua. Mhubiri, wengine leo ni wachungaji, wengine leo ni waangalizi, wengine leo ni mama wachungaji waliohubiriwa na Injili. Injili haiwezi kukuacha. Hata kama na miaka 7, kama na miaka 10, sogea. Injili ina afya, Injili ina uzima. Uliyekuja mbele, nifuatishe maneno. Sema, Bwana Yesu, weka, simama, weka macho, weka mikono kwenye mkono. Sema maneno haya. Sema, Bwana Yesu, siku ya leo nakusikia. Ongea kwa nguvu. Yesu yuko mbele yako, na ukawa umuone kwa macho yako, lakini Yesu na nguvu zake yuko hapa. Sema tena, Bwana Yesu, siku ya leo nimekusikia, unirehemu na kunihurumia. Kuanzia leo ninamkataa shetani na kazi zake zote, na kupokea Yesu wewe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Katika jina langu, kwenye kitabu cha uzima, futa jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu, asante Yesu kwa wokovu wako, asante Yesu kwa uzima wako. Inua tu mikono miwili juu, inua mikono miwili juu, inua na uwe mwingine, inua na uwe mwingine, inua na uwe mwingine. Kuna nguvu kukugusa kwa jina la Yesu. Naita mamlaka ya kimbingu, mamlaka ya kimbingu ingie kwenye maisha yako katika jina la Yesu.
Hajampiganisha kisa. Achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia moyo wake. Wakibali wajazao umepao. I say power. Mwachie kwa jina. I say power. Yes. I break up. I break up. I break up. I break up. In the mighty name of Jesus. I set you free. I set you free. I set you free. By that power. Yes. Thank you. Thank you. Of the power of the Holy Ghost, of the power of the Holy Ghost, of the power of the Holy Ghost, of the power of the Holy Ghost. I am the power. I say fire. 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 In the mighty name of Jesus, of the power. Kwa jina niweke viti hapo nyuma. Naomba msikilize. Niweke viti nyuma hapo. Hapa nyuma. Nyuma ya madhabahu. Wekae hapa nyuma. Na kesho viwekwe. Tunapoendelea mambo ndio viwekwe hapa viti. Nikae hapa nyuma faster. Wenye sare bebeni viti hivyo nikava. Msiende huko wewe njoo. Wewe kaa. Kaa kule nyuma. Ana kama ni wa kanisani hapa. Ulichosikia sio cha kanisani, ulichosikia ni cha kimbingu. Peleke baba. Peleke ni pale, tutaendelea naye. Saidia naenda. Saidia. Wewe ndio umekuja huko. Lakini umekuja na magonjwa. Unasema mahubiri mimi sijasogea mbele kukoka. Na magonjwa. Ina shida. Kuna mahali pana shida. Sogea mbele. Sogea mbele. Wasogea hapa nyuma. Hapa. Pandia hapa vitu. Nyuma hapa. Ni sio wavuvi. Weka hapa nyuma. Weka nyuma hapa. Wakae hapa nyuma. Andika wakiwa wamekaa. Upo ni mgonjwa. Deliverance. I deliver you. And I set you free. By that power, I set you free. Kwa jina la Yesu, achia. Achia viungo vyake. Achia. Achia.
Njoo mtu. Haleluya. Na niombe kesho vitu vingine vikae pale, visikae pale kwenye ukuta ule ukuta. Mwenye nyumba ameniambia hataki kuona watu. Vikae pale viti, wengine wakae hapa, wengine wakae hapa, wengine wakae hapa, tujae huko. Haleluya. Na hapa huku mwenye ukuta amesema hataki mtu. Haleluya. Unanielewa? Kesho uje na mtu, sije peke yako. Na mgonjwa nyumbani mlete, Mungu aweze kumhudumia. Mbarikiwe na Bwana Yesu. Karibu Baba. Aida, naomba simu. Haleluya! Hebu inua mikono yako juu tukafunge mkutano huu kwa leo. Kesho tunaendelea. Baba yetu na Mungu wetu, wewe uliye mwema sana Baba, tumekuona mwaminifu, tumeuona uwepo wako katika viwanja hivi Baba. Asante, asante kwa kuokoa, asante kwa kuponya, asante kwa kufungua vifungo. Tunakuinua mwaminifu. Asante kwa mtumwa wako Bwana uliyemsimamisha tena leo Baba, ninakubariki. Endelea kumpa nguvu, endelea kumwatamia Roho Mtakatifu, endelea kumshika Baba, na achilia mikononi mwako.